wengine wanaenda huko kuinsight wananchi. Na hiyo 2027 sasa ujue nitakuwa nimejipanga mbaya sana. I will burn that state house. Mnataka kurudi kwa moto ama mnataka kuokoka? Ni matumaini yangu kwa ubweri wa siha mpenzi mtazamaji. Hujambo na karibu kwenye uchanganuzi wa leo. Hii ni Alois TV na ikiwa ni mara yako ya kwanza basi mpenzi mtazamaji, jiunge nami kwa kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii. Itakuwezesha mpenzi mtazamaji kupata jumbe hizi na zingine kadri tu nitakapozia katika mtandao wa YouTube. Mpenzi mtazamaji, karibu kwenye uchanganuzi wa leo. Ikiwa leo tunataka kuangazia chuki iliyopo baina ya aliyekuwa rais wa 4 wa nchi ya Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta na Rais William Samoei Arap Ruto. Mpenzi mtazamaji, nipe maoni yako kwenye upande wa comments tukianza uchanganuzi huu. Naam, acha labda tuanzie wakati wa utawala wa Rais Uhuru Muigai Kenyatta. William Samoei Ruto alikuwa naibu wa rais wa 4 wa nchi ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta. Na hapo ndipo mambo iliweza kuharibika sana baina ya viongozi hawa wawili. Mwaka wa 2018 Uhuru Muigai Kenyatta basi aliweza kumkaribisha Raila kwenye serikali yake katika ule mgao wa nusu mkate. Hali ambayo basi ilivyoonekana haikumfurahisha Rais William Samoei Ruto. Na mpenzi mtazamaji, wakati huo alikuwa naibu wa rais. Na kuliweza kuonekana kwamba kulikuwa na hali ya sintofahamu baina ya viongozi hao wawili. Hali basi mpenzi mtazamaji iliyosababisha William Samoei Ruto kuweza basi kuanza kufanya kampeni zake za mapema, kwa kuwa aliweza kuonyesha hisia za kutaka kuiongoza nchi ya Kenya kama rais wakati wa utawala wa Uhuru Muigai Kenyatta. Inaonekana mpenzi mtazamaji, Uhuru Kenyatta aliweza kumwangalia na kumsoma William Samoei Ruto na kuona kwamba huyu jamaa sio mtu mzuri, sio kiongozi mzuri. Yani hawezi saidia wa Kenya kama rais. Unajua Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa naye karibu sana. Na najua nikiwa na wewe karibu inamaanisha kwamba najua jinsi ambavyo una behave ama una reason. Rais mstaafu aliweza kuambia wa Kenya vizuri kwamba Rais Ruto sio mtu mzuri. Hali basi iliyompeleka kuweza kumuunga mkono kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Wakati huo Wakenya waliweza kuadaika na wakaweza kusema kwamba Uhuru ni mtu mbaya, Uhuru ameweza kuharibu uchumi wa nchi. Watu wengi waliweza basi kumuunga Ruto mkono, wasijue kwamba mambo ingeweza kuharibika tu pindi tu atakapoingia kwenye serikali. Sasa mpenzi mtazamaji, unaweza niambia kwamba jinsi ambavyo Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kuambia watu wa Kenya kwamba Ruto sio mtu mzuri, ni ukweli? Na mpenzi mtazamaji, sasa hivi katika utawala wa Rais William Samoei Ruto tumeweza kuona kwamba Rais Ruto anatumia viongozi wake ama vibaraka wake kuweza kumtukana rais wa 4 wa nchi ya Kenya. Kuna wakati ambapo Rais Ruto aliweza kumtembelea Uhuru Muigai Kenyatta na mazungumzo yao hayakuweza basi kuonyeshwa kwenye runinga. Waliweza kuzungumza behind the tent. Na mpenzi mtazamaji, ni kama watu hawa ama viongozi hawa wawili hawakuelewana, kwa kuwa baada ya hapo Uhuru Muigai Kenyatta basi aliweza kuwahimiza vijana wa Gen Z kuweza basi kuania uongozi, kuweza basi kuiongoza nchi, kuweza basi kuendelea kupigania haki yao. Na sisi kama wa Kenya tuliweza kujua kwamba hawa watu hawakupatana. Na mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba licha ya kuwa kulikuwa na difference between William Samoei Ruto na rais wa 4 Uhuru Muigai Kenyatta, Uhuru Muigai Kenyatta aliweza kumvumilia sana hadi wakati ambapo aliweza basi kumaliza utawala wake. Kuanza safari na mtu na kwa roho yako you mean well, si ndio? Na unatamani mtamaliza pamoja. Msicheze na moto. Si mumecheza na moto na mumeumia? Si mumecheza na moto na mumeumia?
Mnataka kurudi kwa moto ama mnataka kuokoka? Mnataka kuokoka? Na sasa mpenzi mtazamaji, watu wa eneo la Mlima Kenya, Wakikuyu, wameweza basi kusikitishwa mpenzi mtazamaji na tendo ambalo Rais Ruto aliweza kufanya ya kuweza basi kumbandua Rigathi Gachagua ambaye ni naibu wake madarakani. Wana eneo la Mlima Kenya waliweza basi kughadhabishwa na tukio hilo. Waliweza basi kuona kwamba Rais Ruto hawawezi mpigia kura tena. Rais Ruto ameweza kutumia mbinu zote ili basi kuweza basi kuwashawishi watu wa Mlima Kenya kwamba Rigathi Gachagua alikuwa mtu mbaya. Rigathi Gachagua alikuwa mkabila. Mpenzi mtazamaji, Rais William Samoei Ruto alikuwa anatumia viongozi hawa. Anawatumia. Anakutumia, anakudamp. Anakutumia, anakudamp. Mpenzi mtazamaji, kuna huyu jamaa ambaye ni msaidizi wa rais, yani PA, Faruk Kibet. Yeye pia alikuwa na ujasiri wa kuweza kusimama na kumuongelesha rais mstaafu, kuweza basi kumtishia maisha kwamba akiendelea kujihusisha na siasa za nchi ya Kenya wataweza basi kufanya mapendekezo ya kuweza basi kuondoa marupurupu yake. Mpenzi mtazamaji, hawa watu ambao wako karibu na rais wa nchi ya Kenya, hawa watu wako na akili kweli? Ni swali tu mpenzi mtazamaji. Unaweza nipa maoni yako kwenye upande wa comments hapa chini. Na mpenzi mtazamaji, tukimalizia uchanganuzi wa siku ya leo. Uchaguzi wa mwaka wa 2027 inakaribia. Na unajua vizuri kwamba Raila Amolo Odinga ako kwenye kitanda kimoja na William Samoei Ruto. Je, Wakenya bado mtampigia William Samoei Ruto kura? Hilo ni swali ambalo ninakuuliza mpenzi mtazamaji. Wewe ambaye unatazama video hii, utaweza basi kumpigia rais wa Kenya William Samoei Arap Ruto kura? Kumekuwa na tumbo joto sana katika nchi ya Kenya kwa kuwa tumeweza kuona rais ameanza kampeni za mapema. Ameweza kuona kwamba kuna watu ambao wamejitolea, mpenzi mtazamaji, wameweza kujitolea mhanga kuweza basi kumbandua apende asipende. Na viongozi wengi wameweza kusema kwamba Rais Ruto ni one term president. Je, unaamini kwamba Rais Ruto ni one term president? Nipe maoni yako kwenye upande wa comments mpenzi mtazamaji. Ni hayo tu kwa sasa. Hii ni Alois TV, na ikiwa ni mara yako ya kwanza basi kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii ili basi ukuwe miongoni mwa watu ambao wanapokea jumbe hizi kadri tu nitakapozia katika mtandao wa YouTube. Bye.